Mnyama kutoka baharini anapata jeraha la mauti, fungu la 10 la Ufunuo 13. Anapopata jeraha la mauti, Yohana anamuona mnyama mwingine anayeinuka mfano wa mwana kondoo. Upapa ulitesa watakatifu wa Mungu kwa muda wa miaka 1260. Toka mwaka wa 538 Papa Vigris alipopewa mamlaka na Mfalme Justinian wa Rumi kwamba yeye ndiye atakuwa kiongozi wa makanisa yote ya Kikristo ulimwenguni, mateso kwa watu wa Mungu yalizidishwa. Ndicho kila ambacho kinaitwa zama za giza katika Ukristo. Watu wa Mungu waaminifu waliteswa, walipigwa, waliuawa. Wale ambao walikuwa wamesimama kwa ajili ya ukweli wa neno la Mungu, ambao hawakukubali kabisa kuuza uaminifu wao kwa sababu ya namna yoyote ile, walikuwa wakiteswa. Sabato ya Mungu ilibadilishwa mwaka wa 321 kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Wale waaminifu ambao walidumu kusimamia sabato ya kweli walikuwa wakiteswa, na wengine walikuwa wakichinjwa kwenye majukwaa ya maonesho. Shetani alikuwa ameshika hatamu. Ndio maana tunasema kwamba huyu mnyama akapewa nguvu na kiti cha enzi kutoka kwa joka. Anatumia mamlaka ya joka kwa ajili ya kufanya kazi. Shetani ni roho, hawezi kufanya kazi peke yake, kwa huwa anatumia wanadamu, na hivyo hamtumii mwanadamu yoyote kimsingi, lakini anatumia wanadamu ambao wako tayari kutumika na yeye. Yaani iko hivi, usipokuwa tayari kumtumikia Mungu, shetani atakutumia kwa ajili ya kukamilisha kazi yake. Yaani huo ndio ukweli usiopingika. Kuna mtu mwingine anasema, sasa unamaanisha kwamba vipi, mbona mimi ni mtu ambaye kwa kweli siendi kanisani, lakini hata hayo masuala ya mambo mengine huwa sinaga. Ni kweli, lakini ukweli ni kwamba usipochagua kuwa upande wa Mungu, automatically utakuwa upande wa pili. Ziko pande mbili tu zinazokinzana. Kwa hiyo sasa mtu ambaye yuko tayari kutumika na joka umtumia. Of course anatumia wanadamu wote ambao wako tayari kutumika na yeye. Anaweza kawa ni mke wako kama Ayubu. Anasema kwamba mkufuru Mungu kafe. Kwa nini unateseka? Yani mwili wote umejaa majipu, si umtukane tu Mungu kafe. Lakini Ayubu anasema unanena kama miongoni mwa wanawake wapumbavu wasio na akili. Kwa hiyo joka au shetani anaweza kumtumia mtu yeyote, lakini hawa ni mawakala wakubwa katika kufanikisha kazi yake ya udanganyifu na kuteka ulimwengu. Lengo la shetani ni kwamba ikiwezekana asiwepo kabisa mwanadamu hata mmoja ambaye ataweza kuokolewa. Kinyume na Mungu. Mungu anasema katika Petro wa pili sura ya 3 fungu la 9 kwamba anakawia kwa sababu hataki hata mmoja apotee, bali wote wafikirie toba. Bali wote wafikirie toba. Tumesema kwamba katika 13 fungu la 2 Ufunuo ni kwamba mnyama huyu anapokea mamlaka na nguvu na kiti cha enzi kutoka kwa joka. Sasa sikiliza. Baada ya kuwa watu wa Mungu wameteseka, ijapokuwa Mungu alisimamisha watu wachache wakati wa zama za giza kama akina John Wycliffe, akina John Hussey, akina Jerome, akina Martin Luther, akina Calvin Zwingli, akina William pamoja na akina Wesley na watu wengine kadha wa kadha katika mataifa hayo ya Ulaya, walisimama kwa ajili ya kutetea ukweli wa neno la Mungu, na walifanikiwa kwa kiasi kusimamia ukweli wa neno la Mungu. Na mwisho wa siku baada ya mapinduzi ya Ufaransa kama ilivyoelezwa katika Ufunuo sura ya 11, ilipokataa ukweli wa neno la Mungu, wakaishia tu kwenye mapinduzi ya kutisha, mauaji ya kutisha. Mwisho wa siku mwaka 1797 wakagundua kwamba kosa lilikuwa kwa mtawala aliyekuwa madarakani, na hivyo mwaka 1798 wakamchukua papa mateka, wakaenda kumfunga gerezani. Walipokuwa wamemfunga, mwaka uliofuata 1799 akauawa. Kwa hiyo kuuawa kwa papa
alikuwa anaitwa Pope Pius wa sita, kulifanya mateso kwa watu wa Mungu yaishe kabisa. Kwa ndio maana tunasema huko ndiko kupata jeraha la mauti. Jeraha la mauti, lakini jeraha la mauti ambalo amelipata anasema nalo likapona, kwa litapona. Kwa kupata jeraha la mauti kwa kiongozi huyu wa kisiasa ni kwamba mwanzo alikuwa ni kiongozi wa kidini na kisiasa kama agizo la Mfalme Justinian lilivyokuwa, lakini sasa alipopata jeraha la mauti maana yake ni kwamba alipoteza kofia ya pili au nguvu za kisiasa. Sauti yake akinena kwamba kama kiongozi wa kidini na kisiasa haipo tena. Ndio maana kwa sasa kwa nyakati hizo kuanzia 1798 hadi 1840 na kitu hapo, bado papa hakuwa na nguvu kabisa za kisiasa, ijapokuwa tu alibaki kama kiongozi wa kidini Roman Catholic. Kwa hiyo sasa katika Ufunuo 13 fungu la 11 ndipo tunaona mnyama mwingine akiinuka kutoka nchi, kwa sababu katika Ufunuo 17 fungu la 15 inasema bahari ni makutano, jamaa na lugha, yani kwa ufupi ni watu wengi. Lakini nchi ni kinyume cha bahari, kwa maana ya kwamba ni sehemu ambapo hapana watu wengi kabisa. Wakati huo wa dhama za giza, Ulaya ndio ilikuwa ni bara ambalo lilikuwa na watu wengi sana kuliko mataifa yote. Kwa hiyo mnyama huyu au mtawala huyu Pope aliinuka katikati ya mataifa ya Ulaya. Lakini huyu mtawala mwingine aliinuka sehemu ambapo panaitwa Amerika, ambapo kimsingi hakukuwa na watu wengi sana ukilinganisha na Ulaya. Wakazi wa Amerika walikuwa tu ni watu ambao waliitwa Red Indies, watu ambao walikuwa dhaifu sana, ni wachache sana. Ndio maana tunasema taifa la Marekani ni taifa ambalo limejaa watu kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Walikuwepo watu wachache sana, ndio maana nasema mtawala huyu anainuka kutoka nchi, lakini anainuka akiwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, kwa maana ya kwamba taifa hili au utawala huu unainuka ukiwa na vitu viwili ambavyo vimetengana: uhuru wa kidini na uhuru wa kisiasa. Upapa ulikuwa umeunganisha dini na siasa, jambo ambalo linazaa uasi kabisa. Lakini sasa sifa nyingine, anainuka kama mwana kondoo. Taifa la Marekani liliinuka kutoka kwa watu ambao kimsingi walikuwa ni wa Protestanti, ndio maana linaitwa taifa la Kiprotestanti. Wa Protestanti kwa maana ya kwamba walikuwa wakipinga mafundisho maovu ambayo yalikuwa yakifundishwa katika Ulaya na dini iliyokuwepo kwa wakati huo. Kwa ni watu ambao kimsingi walikuwa ni watakatifu mno, kwa sababu walikuwa ni wachaji wa Mungu, walikuwa wamekimbia mateso huko Ulaya. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema ni anainuka mfano wa mwana kondoo, yani sifa utakatifu kama mwana kondoo. Ndio kusema kwamba taifa hilo lilikuwa hiyo, ndio maana tunasema taifa hilo ni Marekani. Sasa sikiliza, muunganiko kati ya Marekani na upapa. Sikiliza fungu la 12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote ukao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa yani ni kwamba huyu mnyama au huyu mtawala atumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza au Warumi. Kwa yani Marekani anakuja kutumia uwezo wa mnyama wa kwanza, ambaye sasa huyo mnyama wa kwanza jeraha lake la mauti lilipona. Kupona kwa jeraha la mauti ni kwamba baada ya kuwa upapa umepoteza nguvu za kisiasa, ilikuwa ni mwiko kabisa kwa papa kukanyaga Marekani. Yani ilikuwa ni mwiko kabisa. 1929 Mussolini aliweza kusaini mkataba wa makubaliano na upapa. Mussolini ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Marekani wa kipindi hicho, lakini mwaka 1979 Papa Yohana wa pili alifanya ziara yake ya kwanza Marekani, ambayo
kimsingi alipokelewa kwa kishindo sana, jambo ambalo wanafunzi wa unabii walilitabiri kama kupona kwa jeraha la mauti. Na hatimaye unabii unaeleza kwamba mwisho kabisa, katika wakati wa mwisho Marekani itamshika mkono Rumi, na hatimaye sheria ile ambayo Konstantino Max mfalme wa Rumi aliweka ya Sabato ya siku ya Jumapili itafanywa kuwa ni sheria ya kiulimwengu. Kwa sheria ile ambayo Konstantino Max mfalme wa Rumi alikuwa ameiweka kuwa ni sheria ya siku ya Jumapili kama Sabato badala ya siku ya saba kama Mungu alivyokuwa ameagiza, itafanywa kuwa ni sheria ya kiulimwengu, kwanza ikianzia Marekani na baadaye itatambaa na kuwa sheria ya kiulimwengu. Upapa hauna nguvu sana za kisiasa, lakini Marekani ndilo taifa ambalo ni kama kaka wa mataifa yote ulimwenguni kwa namna lilivyo na mvuto, lilivyo na nguvu. Kwa mataifa yote huwa yanasikiliza na kuiga kila ambacho Marekani anasema. Ndio maana hata kukitokea changamoto yoyote sehemu yoyote ulimwenguni, utasikia watu wanasema vipi, Marekani wamesemaje? Kwa sababu ya mvuto huo, namna ambavyo mataifa yote ulimwenguni yanavyoiga namna Marekani inavyofanya kazi, ndicho kutasababisha mataifa yote, sheria ile itakapoanza Marekani ya sheria ya Jumapili itakuwa sheria ya kiulimwengu. Ndicho ambacho kimeelezwa katika Ufunuo 13 kama sanamu kama chapa ya mnyama, kama chapa ya mnyama. Kwa hiyo ni kwamba shetani mnyama wa kwanza pamoja na huyu nabii wa uongo kama ambavyo tumesoma ni wanatengeneza utatu mwovu. Kwa hiyo sasa sikiliza nikwambie, iko hivi, shetani kupindua au kuiga utendaji wa Mungu na kupotosha haina maana ya kwamba Mungu anaweza akabadilisha utendaji. Kwa hiyo yani mfano mwingine ni kwamba yani Musa yani wale wachawi wa Misri kutengeneza nyoka kama yule ambaye Musa alimtengeneza kwa fimbo yake kwa miujiza kutoka kwa Mungu, haikuondoa ukweli kwamba Mungu alikuwa amefanya muujiza wa kutengeneza yule nyoka kwa fimbo ya Musa. Yani namaanisha kwamba shetani kuiga utendaji wa Mungu wa utatu haiondoi ukweli wa namna Mungu anavyofanya kazi. Maana kuna watu kwa kuto kuelewa namna shetani anavyofanya kazi, utendaji wa Mungu wameutilia mashaka na kukataa fundisho la Utatu Mtakatifu ambalo ni fundisho la kibiblia. Kwa hiyo ndugu ambao mnakataa Utatu Mtakatifu, na waalika muweze kujifunza unabii, muweze kuelewa kwamba huo utatu mchafu ni utendaji wa shetani, wala hauna uhusiano na Utatu Mtakatifu ambao ni utendaji wa Mungu. Mungu anafanya kazi kwa sehemu yake, shetani anafanya kazi kwa sehemu yake. Lazima tujifunze kuelewa namna ambavyo shetani anafanya kazi na namna ambavyo Mungu anafanya kazi, ili shetani akifanya kazi tusije tukasema kwamba ni Mungu amefanya kazi, na Mungu akifanya kazi tusije tukasema kwamba ni shetani amefanya kazi. Bwana awabariki sana mnapokubali kujifunza ukweli wa kibiblia zaidi sana. Kama utakuwa na swali lolote kwenye comment, uliza hilo swali, halafu nitakualika pia nitawatumieni linki kwa ajili ya magrupu ya WhatsApp. Kuna grupu linaitwa Ukweli Wenye Matumaini kama channel hii ilivyo. Hapo unaweza ukauliza pia maswali mengi kadha wa kadha. Natamani sana tuweze kuelewana. Biblia iko wazi. Biblia inaeleza Utatu Mtakatifu kama fundisho la kibiblia, na Biblia inaeleza pia utatu mwovu, kuwepo kwa utatu mwovu kama utendaji wa shetani. Kwa hiyo unaposema kwamba Utatu Mtakatifu ni upagani, maana yake ni kwamba umetumia hili fundisho la fungu la Ufunuo 16 fungu la 13 na 14 bila kuelewa kwamba lilikuwa linamaanisha nini. Maana hapa anazungumzia shetani pamoja na mnyama pamoja na nabii wa uongo, yani shetani, upapa na taifa la Marekani. Lakini yuko Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Bwana awabariki.